Mchaga, nimezaliwa Moshi, lakini maisha mengi ya shule na nini nimekaa sana Singida. Okay. Kwa Singida is like my second home. Kwa hiyo kutoka Moshi kule? Moshi nimeondoka nikiwa mdogo sana, yani mdogo kama wa darasa la kwanza hivi. Kwa hiyo nimesoma Singida, shule ya msingi, sekondari. Kwa mostly maisha yangu mengi nimeishi Singida. Sasa Dar es Salaam ulifika vipi yani? Kuhangaika na maisha. Kutoka Moshi, Singida, mpaka sasa hivi tuko Dar es Salaam. Ilikuwaje? Maisha tu. Nilikuja kama watu wengine wanapokuja Dar kutafuta maisha. Yaani plan ilikuwa tu ni kutafuta maisha. Okay. Na okay, umekuja kutafuta maisha. Ukajikuta umeingia kwenye upande wa sanaa, kwenye upande wa video. Kwa sababu watu wengi wamemfahamu Lisa kupitia video ya Daa Kugumu. Si ndio? Ya Mario. Baadhi nadhani. Hapo nilikuwa nishaanza kuigiza tayari. Okay. Kuna watu walishaniona. Nadhani kipindi hicho sio Daa Kugumu, sema tu iliongeza watu wapya ambao wengine walikuwa hawanijui huko kwenye Bongo Flava, lakini watu walikuwa washaniona, nilishafanya movie kadhaa. Kwa hiyo haikuwa mara ya kwanza. So ile umeshapata experience kwenye vitu vya nyuma. Hapo tayari nilikuwa nishafanya movie na Mkojani. Unamjua Mkojani? Yes. Nilikuwa nimeshafanya movie naye nyingi sana. Okay. Kwa hiyo yani haikuwa yani ndo naanza. Nilikuwa nimeshaanza kuzoea vitu Okay. na nini. Sawa, mara ya kwanza kabisa kuanza kufanya masuala ya uigizaji ilikuwa vipi? Na nani hasa ambaye alikuona okay, Lisa anaweza kafit sehemu hii, tukamweka akacheza hapa na mambo yakawa fresh? Ilikuwa yani swala la mimi kuingia kwenye sanaa nadhani ni ndoto ambazo nilikuwa nazo, kwa sababu mimi wakati nipo shule watu ambao nimesoma nao wanafahamu nilikuwa napenda sana kuandika hadithi. Matukio ya shule yale kwenye kucheza muziki, wewe unikosti. Yaani unajua maigizo. Unajua shule vitu kama hivyo vilikuwa ni vingi. Lakini ile uhakika kwamba this is really what I want to do. Nilivyokuwa naandika zile story shule nilifikia mahali yani nilikuwa naandika na wanafunzi wenzangu wanakodisha, wananilipa, wananipa. Kwa ishaanza kupokea pesa kutoka kitambo. 500. Unajua maisha ya boarding ni magumu. Kwa sisi tuliosoma boarding zile za kawaida. Kwa hiyo ilikuwa ni namna nyingine pia ya kusurvive, lakini pia mimi mara nyingi nilikuwa nikiboeka, nilikuwa nachukua zangu kiti na meza darasani, naenda kukaa chini ya mti naandika. Unaandika script? Kwa ni kitu ambacho naandika script, naandika story. Na account book kabisa hadi sasa hivi ninayo nyumbani. Yamefutika na wino ila ninayo. Haujatupa? Okay. Pia tupa. Kwa hiyo ni safari ambayo ilianza muda. Mimi nilikuwa ninajua kwamba nataka kufanya entertainment, lakini nilikuwa sijajua exactly nitafanya nini. Yes. Kwa hiyo nilikuwa na idea mbalimbali, nilikuwa nasoma sana vitabu vya kina Shigongo. Nadhani ndio vilinifanya nikawa active. Okay. So mtu wa kwanza kabisa kuachana na wewe kuwa na passion ya kuigiza na kuingia kwenye tasnia ya sanaa ya uigizaji, nani ambaye alikuvuta sasa kwamba binti sogea huku kwenye kamera fanya hiki, na ilikuwaje? Okay, so mara ya kwanza wakati nimekuja Dar nimekaa muda kama miaka miwili, na nilikuwa nakaa kwa rafiki yangu ambaye nilifikia kwake. Sasa huyu rafiki yangu alikuwa na boyfriend wake ambaye alikuwa ni mwalimu wa kikundi cha mazoezi ya kuigiza. Okay. Kwa hiyo ilikuwa ni kama Mungu anajaribu tu kunipitisha. Kwa hiyo ikatokea kwenye situation yule akawa nasikia mimi na rafiki yangu tunaongea shemeji akaniambia inabidi wewe unakuja wewe mazoezini. Kaka mmoja hivi muda sana. Mwaka gani hapo ilikuwa? 2014. Muda mrefu sana. Au na 3. Muda mrefu kidogo. Kwa hiyo nikawa naenda kwenye kile kikundi. Baada ya hapo sasa nikawa naona okay, kumbe hichi kitu naweza kufanya serious. Kwa hiyo kile kikundi kikaja kikafa. Zamani makundi yalikuwa yakai sana. Kikafa, nikahama, nikaenda kikundi kingine. Hivyo. Yaani process ilikuwa hivyo, nilikuwa nakutana na watu huko. Unajuana na watu tofauti. Yaani ilitokea tu, sababu nilikuwa sijifichi sana. Na ilikuwaje yani? Kwa sababu tunajua kuachana na ile za shule unajiandikia tu. Sasa ile ni serious kabisa, ni kazi unafanya. Experience ilikuwaje? Yani moment nzima. Sasa kuanza kama kazi baada ya kutoka kwa Mkojani, kwa sababu mimi mwenyewe mara nyingi mimi huwa nazitafuta nafasi mwenyewe, kwa sababu unajua sikukaa nyumbani mtu akaja akakwambia wewe una kipaji Sasa baada ya kufanya hizo movie mimi ni mtu ambaye siogopi kukuambia bana cut habari, mimi naitwa Fani, naweza kufanya kitu 1 2 3. Kwa hiyo mimi sinaga hiyo aibu.
So kuna hii mara moja kulikuwa kuna uzinduzi wa movie fulani hivi Mlimani City pale. Kwa kuna watu wengi. Sasa mimi nikaona mtandaoni kwamba fulani atakuwepo, fulani atakuwepo, fulani atakuwepo. Nikaona okay, this is my chance. Okay. Kwa hiyo nikaenda kwenye ule uzinduzi, lakini my plan ilikuwa ni kukutana na madirector, sio wasanii. Mimi sijawahi kuwa na show za wasanii. Yaani mwanasanii hapana. Yaani nilikuwa nataka nani mimi atanifikisha? Director. Yeah, atakuwa ni director au producer. Kwa hiyo mimi uzinduzi umeisha, watu wanaondoka, mimi nimemuona Mtitu nikamkimbilia nikamfuata. Okay. Hapo simjui, sijawahi kumuona kabisa. Yaani namuona tu kwenye TV. Okay. Nikamfuata nikamwambia director, shikamoo. Mimi najua unijui, lakini mimi naitwa fulani hivi na hivi na kipaji na naona wewe ni producer unafanya kazi, kwa hiyo naomba nafasi. Na mimi nipate nafasi. Naona yeye mwenyewe alishangaa kama from nowhere, yani nilipata straight na nikanyosha maelezo kwamba this is what I want na naamini wewe unaweza kunisaidia. Akaniambia basi poa, akanipa namba. Na kama Mungu kipindi hicho mimi namwambia hivyo, kumbe alikuwa anaandaa movie yake. Okay. Series yake kabisa ndefu. Na alikuwa anatafuta cast. Okay. Kwa hiyo ukapata nafasi hiyo. Nikapata hapo, akaniambia tu uje ofisini, nikaenda ofisini kwake Magomeni pale. Kafanya interview, nikakuta kina Dude kina nani mastaa. Sema hii itaweza. Sema watanipitisha kweli hao. Hivyo kwa nikafanya ikapita, nikafanya series ya Mtitu inaitwa Rebecca. From there nikatoka Rebecca nikaingia Jua Kali. Okay. So hiyo ni filamu yake ngapi? I mean series yako ngapi kufanya? Kwa series ni ya kwanza. Lakini unajua zamani kulikuwa kuna movie nyingi, so series kama sasa hivi. Yes. Kwa hiyo zamani kulikuwa shafanya movie za hapa na pale, lakini yeah. Sawa, kwa hivyo toka ile ndo sasa hivi kwenye Jua Kali. Hakuna nyingine ambayo ulifanya hapo katika? Nilifanya pia nyingine. Nilipotoka ile nikaingia Jua Kali. Nilipotoka Jua Kali nikafanya kuna movie inaitwa Mekandizer, iko uko Showmax. Alafu nikafanya tena nini? Jacob's Daughters. Yes. Okay. Kwa bado tuko hapo. Unaendelea kupambana. So watu umesema mwanzo kabisa ulikuwa unafanya, lakini watu wengi walikufahamu kwenye Dakugoma, si ndio? Hapana. Yaani ni mashabiki wa let's say labda wa kwenye muziki ndo akakufahamu kupitia kwenye Dakugoma. Lakini huko movies tayari mimi nilikuwa nishaonekana. Series ilikuwa inaendelea huko, kwa hiyo sikuwa mgeni sana, nilikuwa mgeni hapa. Kama ulikuwa umeshazoea. Yes, nimekupata. So ilikuwaje, yani ulikutana naye vipi Mario mpaka ukafanya naye kazi? Mario. Hivi unajua Mungu akitaka tu kitu kitokee kinatokea, kwa sababu mimi Mario nilikuwa simjui, Aba nilikuwa simjui, Adam Juma nilikuwa simjui. Ni rafiki yangu tu aliniambia naenda hapo studio mara moja nisindikize basi. Tulikuwa tumetoka sijui wapi. Nikamwambia mnaenda nyumbani, akaniambia mnatoa tupite tu hapo mara moja. Dada mmoja hivi anaitwa Queen. Nikamwambia sawa, ngoja tu nimsindikize. Tukaenda. Kwa hiyo tumefika pale studio na wao walikuwa na mzozo kuhusu modo. Alikuwa anawasumbua. Yaani ni kama bahati kazi zako zote. Ya ajabu. Okay. Sasa pale wanabishana Mario anamwambia Adam Juma, sasa baba yule modo anasumbua, tunafanyaje? Si nini? Adamu akatoka pale ofisini kama anaenda nje. Mimi nimekaa tu kwenye siti hapo nachezea zangu simu. Akaniambia modo gani? Akaniambia si yule msichana tunaenda kushot naye Dakugoma. Akaniambia modo wangu huyu hapa, ongeeni naye. Anijui? Simjui. Nilikuwa tu nimekaa hivi. Akaniambia nyinyi mnahangaika modo wa nini? Modo huyu hapa, ongeeni na ila mimi namtaka huyu sasa. Okay. Kwa hiyo it was just like that. Aba pale akaongea na mimi, was all Aba kwa sababu hata Mario alikuwa sio Mario. Yaani alikuwa ni msanii tu ambaye anaanza sasa kazi zake kuchibukia. Na ndio wimbo wake wa kwanza. Kwa hiyo alikuwa hamna mtu tena. Mimi mwenyewe nilikuwa simjui. Okay. Kwa I was like okay, niongelea mimi akasema kwa tunafanyaje? Basi just like that nikaongea na Aba. Tukakubaliana. Alinilipa by the way Aba. Alinipa vizuri, sikutegemea. Pesa ndefu ambayo video kwetu tulikuwa tulipwi hivyo. Kaongea na Aba, nikachukua namba, tukaenda zetu Tanga tukashuti. Basi. Kwa hiyo ndio ilikuwa kazi yako ya kwanza kupata pesa? Hapana. Yaani pesa ndefu zaidi. Ipi ambayo ilikuingizia pesa nyingi sana ukaona yes? Kazi ya sanaa ambayo imewahi kuniingizia hela ndefu mpaka leo. Obviously ni Jua Kali. Okay. Honestly, yeah. Yaani huko nyuma nilikuwa napata lakini kawaida. Ila Jua Kali mimi ndio kitu ambacho kimewahi kunipa hela ambayo nilikuwa sitegemei kama naweza nikaipata kwenye sanaa. Sawa. Tunafahamu katika kila kazi mafanikio mtu unapata, lakini kuna zile changamoto ambazo unakutana nazo. Kama Alisa, changamoto gani hasa ambazo unakutana nazo kwenye kazi zako? Changamoto.
Umehema mbona kwa? Nimehema kwa sababu yani unajua mimi kwanza mimi ni mtu ambaye nina roho ngumu. Okay. Na mimi kwenye swala la kazi yani changamoto labda huko nyuma kidogo. Sasa nipe zile za nyuma. Ulikuwa za nyuma hujazoea industry. Unaweza kukutana na mtu ukamwomba kazi. Tunajua kuhusu nini wanapenda ngono na nini. Kuna maproducer wanaume especially. Unakuta mwanaume labda anataka hivi, producer anataka hivi. Na kuna producer mwingine anaweza akakwambia kabisa. Yaani wewe anaenda moja kwa moja. Utoboi. Na mtu anaweza kabisa kukwambia yeye. Yaani wewe bila mimi huwezi kutoboa. Yaani bila wewe kumkubalia anakuambia utoboi. Utoboi. Yaani kuna namna ambavyo maproducer wengi waliekaga kwamba wa kiume especially waliweka kwamba yani mtoto wa kike lazima mimi tuwe na mahusiano ndo utafika sehemu fulani. Yes. Kutokana na kwamba lakini sasa hivi shida ni kwamba sio shida. Uzuri ni kwamba sasa hivi mambo yamebadilika. Sasa hivi we have women producers. Tena wanazidi kutokea kila siku wapya. Tunao kina Lamata, tunao kina Florence, kina Nemande Panya, sijui kina Odama, ni wengi. Kwa at least sasa hivi industry kwa sisi watoto wa kike imekuwa it's easy. The only way unatakiwa ufanye ni just to work hard. Kabisa. Sio tena uanze kuwaza hapa nitafanya nini boss, nitafanya nini boss. Kwa sababu tunaamini mwanamke kwa mwanamke kusapotiana ni kwa asilimia kubwa sana tofauti na upande wa wanaume. Na mwanamke sasa atakuomba nini? Hawezi. Kama una kipaji wakupe kazi ufanye kazi, atakuomba nini? Hawezi. Okay. Sawa. Katika kazi zako ipi ambayo umefanya ukaona kwamba yes hapa niliua? Mimi kazi zangu zote naua, siwezi hata kuchagua. Kuna moja lazima ile ukaona Jua Kali naua sana. Ndio unafanya vizuri. Yes. Jua Kali naua sana. And I'm so proud kwa sababu bado tunajifunza. Mimi mwenyewe najiangalia, najiona process kwa sababu nataka kukua, nataka kujifunza. Kwa naona nakuwa. Na Jua Kali ilikuwa vipi yani mpaka ukapata pale kufika pale? Sasa ndio huko unajua ukishakuwa tayari baada ya kufanya Rebecca ya Mtitu ile nilikuwa tayari nishajiona na cycle iliongezeka. Sasa nikawa najiona na watu wengi kina Lamata na baadhi ya watu wake wakuu wengi nilikuwa nafahamiana nao. Kwa hiyo ilikuwa ni mazingira tu yale. Kwa hata Lamata mwenyewe niliwahi kumfuata kabla hata Jua Kali hajaiandika. Yani mfano mzuri kuchukua kwa Lisa. Kitu ukikitaka jamani nenda direct. Usisubiri mtu akufuate eti akwambie utafika hapa. Hivyo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye kashaniona. Niliwahi kuongea naye nikamwambia director naomba kazi hivi na hivi. Kipindi kulikuwa kuna nini ile kwa inaitwa? Nini bana ile nyingine? Lamata. Imenitoka. Okay. Kapuni, yes. Sasa kipindi cha Kapuni niliwahi kumfuata akaniambia nikwambie kitu mdogo wangu. Mimi nimeshakuona una kipaji lakini sasa hii Kapuni tayari nimeshapanga cast mwanzo hadi mwisho. Yaani kila mtu tayari ana nafasi. Sasa hivi mimi siwezi kukupa nafasi hapa kwa sababu utaingia tu na kutoka. Na mimi I want you to shine. Yaani I want the world to see you. Nataka wakuone uonekane umefanya nini. Lakini sasa hivi nikikuforce nitakuingiza tu kwenye Kapuni utaonekana tu kama cast mambo yote umepita, lakini wewe kuwa mvumilivu. Kwa hiyo hapo Lamata ananiambia niwe mvumilivu. Hata hiyo Rebecca ilikuwa bado sasa. Okay. Ilikuwa bado. Kwa hiyo sikukaa eti nikasema ngoja nikae ndani nimsubirie Lamata mpaka aje. Hapana, niliendelea na mishemishe zangu kama kawaida, niliendelea na aso zangu. Hata kina Mtitu nimekuja kuanza kushuti hiyo. Lamata mwenyewe amekuja kuniona akasema okay, kumbe unaweza kufanya, unaweza kuigiza. Kwa hiyo wewe endelea tu kuwa mvumilivu na Lamata akikwambia vumilia. Anaonaga mbali. Kwa hiyo Jua ilivyokuja akaniita anambia nina kazi hapa, nataka nikupe cast. Hivi na hivi na hivi, utaitwa hivi, utafanya hivi, mkataba hivi na hivi. Nikalia. Kwa sababu sikutegemea na hela alionipa pia na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufanya naye kazi. Sikuwahi kuipewa mahali. Cause like shock kwamba okay, now I'm getting paid. This is serious. Kweli. Eva, ndo unacheza kwa jina hilo. Na mmoja kati ya watu ambao umeigiza una virusi vya ukimwi na ni mmoja kati ya watu ambao waliwachanganya na kuwavuruga watu kwenye series ya Jua Kali. Ile unakabiliana nao vipi? What do you mean? Yaani mtu anasema huyu anaenda kuchanganya, huyu anampeleka huyu. Yaani nataka tu kufahamu ile huko nje sasa. Yes. Yaani
Sasa sijajua ni roho yangu ngumu au ni nini, lakini kwanza mimi ni mtu ambaye character huwa haini distract kabisa kwenye maisha yako ya kawaida. No, haini distract because I know who I am. Kwa hata nicheze character gani, japo unajua kuna character unaweza ukacheza watu wakaichukulia serious kabisa. Sasa kama mtu anasema yule ana ukimwi. Ana ukimwi yule si nini lakini sasa nikisema mimi nijisikie vibaya kwa sababu watu wanasema huyu yule ana ukweli. Wale ambao wanao kweli watajisikiaje? Umeelewa? Kwa mimi I distract, naona tu ni sawa. Mtu mwingine anaweza kabisa akaja serious anakuuliza, wewe sasa wewe kwa nini umekubali kuigiza vile? Hauogopi? Unajua unaweza ukakosa hata mpenzi. Wewe aliyokuambia wenye HIV hawana mapenzi ni nani? Ni nani aliwadanganya? Wakati watu wanaishi na mambo yanaenda vizuri. Watu wana mapenzi na mambo yanaenda mambo ni yale yale. Okay. Kwa hiyo mimi tu saa nyingine mtu anaweza akaniambia una kweli, naambia kwa hapa topic inakuwa imeisha because ataniuliza nini tena? Hawezi. Kwa hiyo kutana kwenye maisha ya kawaida unaichukulia kawaida sana because ni watu na tupo nao wengi. Tukiangalia yani generally, tukiangalia kikawaida, kila mtu kwenye familia yake hili jambo limewahi kumgusa either mmoja au hayuna. Lakini asilimia kubwa wengi tunaathirika na hili tatizo. Kweli. Ni kitu gani na wengi tuna ndugu zetu, wazazi wetu, kwa hiyo so issue ya kusema sana uanze kutraumatize watu na nini. Okay, jambo gani hasa ambalo liwahi kutokea kwenye kazi zako ukasema okay, mbona kama inanifanya nishindwe kabisa kuendelea? Changamoto gani hasa ambayo ulikutana nayo? Unahema. Kuna kipindi bwana, ngoja hichi tu niseme hili. Na wasichana wengine ambao labda wana waelewe kitu. Kuna kipindi bwana, mahusiano mimi alitaka kunikatisha tamaa. Okay. Imagine ni mahusiano lakini alikuwa anataka kufanya yani hadi maisha yangu nione kama yani ushakuwa kwenye mahusiano yanakufanya unajikatia hadi wewe mwenyewe tamaa. Yani unaamini kama mimi sina lolote, sina thamani, mimi sio wa maana. Kwa hiyo whatever happens. Unatokea na mtu ambaye anakutreat. Kutokana na vile unajua wanawake tulivyo. Kutokana na vile unakuta ni mtu anakutreat kama unaona na ilikuwaje sasa? Mimi mtu kweli. Kwa kuna kipindi nilikuwa napitia situation kama hiyo, nikawa nahisi nilipata depression. Okay. Nilipata kama depression. Fulani nilikuwa na stress, nilikuwa sieleweki. Lakini nikaja kugundua kwamba sikuwa na tatizo. My life was good. Nikuja kugundua kwamba ni aina ya boyfriend ambaye nilikuwa naye. Alikuwa ananitreat kwenye namna ambayo nilikuwa unaanza kujiuliza mara mbili like okay. Usha kutitoa vibaya mpaka unakaa pembeni una guess mara mbili unajiuliza like am I the problem? Am I the problem? Kwa sababu kuna vitu unaona kabisa hapa kanikosea. Kweli. Lakini kwa nini? Yani why do I feel like this? Kwa niliwahi kupitia hiyo. Kwa ni kitu umri wetu ambao tunatafuta especially watu wa kike tunataka tuwe makini sana na watu tunaoingia nao kwenye mahusiano. Kabisa. Kwa sababu mtu unaingia naye kwenye mahusiano ndo anaweza kuamua hatima yako ya maisha. Maisha yako yanaweza yakaharibika kutokana na mpenzi uliyemchagua, na maisha yako yanaweza yakaenda vizuri kutokana na mpenzi uliyemchagua, na maisha yako yanaweza yakasimama kuendana na mpenzi uliyemchagua. Yaani unaweza ukastuck. Usiendelee na mambo yako mengine. Kurudi nyuma. Yaani upo tu, sio hapo watu unawaona. Leo unamwona mtu like mbona alikuwa sawa, lakini unajua kumuona mtu yupo tu, haendi mbele arudi nyuma, amestaki kwa sababu ya mahusiano. Okay. So that is the only thing ambayo iliwahi kunifanya mimi nikate tamaa. So ukatoka vipi? Nilitoka kwa sababu kwanza I had great people around me. Nilipata yani ni bahati nzuri nadhani Mungu alinipa, amenipaga watu. Nilipata watu pia wa kuniambia ukweli kwamba wewe yani hata ufanye nini huyu kaka hawezi kubadilisha namna anavyo feel about you. So kwamba hakupendi lakini yani hakuchukulii vile ambavyo wewe upo, thamani yako ni kubwa sana kuliko yeye anavyokuchukulia. Yes. Kwa hiyo ukiendelea ni maamuzi yako, ila utastressika your whole life. You be miserable your whole life, utaka uwe na raha. Na sikuwa yani ilikuwa hivyo. Okay. So unamshauri nini yule binti ambaye sasa hivi yupo kwenye toxic relationship? Yes. Na hataki kutoka, ameng'ang'ana. Anaamini yani atabadilika. We. Mpenzi habadiliki. Yani umeona mwanaume unavyokutana naye vile.
Ndio, people change, lakini kuna tabia mtu hawezi kubadilika. Tabia ya mtu ni tabia, especially kwenye mahusiano. Ukiona tu umekuwa na mwanaume tu siku za mwanzoni kuna vitu na kuna sauti ujue inatuambia like women tuna instincts, lakini tunapotezea. Lakini follow your instincts, especially kwenye mahusiano, si wanawake. Tungekuwa tunafuata kuna kile sauti unaona kabisa unasikia kinakwambia atutoboi, ile unaona lakini unang'ang'ania labda atabadilika, nampenda, tunajipaga moyo na lakini ananipenda. Unaweza kukuta mtu yuko kwenye mahusiano anapigwa na yupo haendi popote. Kumwambia nini ananipenda. Unaweza kutoka kwenye mahusiano mtu ananyanyasika vitu vingi kwenye mahusiano, lakini mtu yupo anavumilia. Lakini ukija kuchunguza unakuta labda ni mtu anaona kama yule mwanaume ndo center of her life. Kwa hiyo hawezi kuamua kitu kingine. Usimweke mwanaume katikati ya maisha yako. Yaani mwanaume anatakiwa azunguke huko, wewe ushuhudia the center, wao wanazunguka. You're the queen of your own. Kwa hiyo nilipokuja kugundua nika fix crown, I was like it's time now. Yes, I gotta go. Na kipindi unajua mimi nashauriwa achana na yule mtu, nilikuwa uko usikii. Mimi nimekuja kuachana na yule kaka. Okay. Kila mtu haamini, anasema wao anatudanganya, tunawajua watarudiana. Sikuomba ushauri, sikuaga, sikumwambia mtu, nilimwacha mwenyewe tu. Ukatoka na hicho ndo siku zote mtu unaweza. Ndio kilichoniokoa. Nisingekuwa hapa mimi, nisingetoka kwenye ile mahusiano. I know that for sure. He's a good guy, lakini nisingekuwa hapa, nisingetoka kwenye ile mahusiano. Toxic. Very toxic. Na ilikuwaje kwenye upande wa kazi zako? Tunajua mara nyingi watu wanasema yule anaigiza yule. Yule kuna scene fulani hivi. Yeye alikuwa anachukuliaje hasa? Yaani huyo hakuwa hata na wivu wa kwenye scene kiivo. Because sitaki hata kusema hiyo sababu. Lakini kazi zako alikuwa anakusupport. Yaani matatizo yangu mimi na yule kaka hayakuwa sijui kwenye kazi au kwenye nini. Ni mimi na yeye. Okay. Mimi na yeye, lakini he was very supportive at some point. Kuna vitu vingi tumesaidiana, mimi nimemsaidia, amenisaidia. So useme ati it was all that bad. Hapana. Ila tu nilichokosea ni kwamba yule kaka nilikuwaga nachukulia this is my man. Ushajiona ndani ya nimemaliza. Kumbe bado la safari. I was young. After nilikutana naye. Yaani ni mwanaume ambaye sinkuelezeje. Okay. Kwa akili yangu ya kipindi kile ni mwanaume ambaye alinitreat vizuri kuliko wanaume wengine niliowahi kuwa nao before. Kuliko sijui unaijuaga hiyo like yaani hamna mtu ambaye wa kiume ambaye kunitreat vile nyuma, hata baba yangu. Yaani mapenzi alikuwa ananionyesha yule kaka. Kwa hiyo nilikuwa naona ndio tutagombana lakini he loves me. Atanicheat lakini he loves me. Atanitukana, atanipiga lakini we love each other. Lakini kumbe maisha sio kupendana tu, maisha ni mambo mengi. Mengi sana. Na kwenye upande wa support kwa upande wa familia yako Lisa. Kwenye kazi zako na kusupport. Yaani mara ya kwanza baba yako, mama yako, ndugu zako kuona Lisa yupo kwenye TV anaigiza ni video vixen, ilikuwaje? Mimi bwana sikuwahi kusapotiwa na nataka tu kuambia ukweli. Sikuwahi kusapotiwa kwa sababu wakati huo mimi nakuja kuhangaika, hakuna hata ndugu yangu alikuwa anajua kama mimi nipo wapi, nahangaika nini, natafuta nini, nafanya nini. Walikuwa tu wanajua sipo, lakini hakuna mtu aliyehangaika like yuko wapi anafanya nini, yani kama yule mtoto akikaomba yuko wapi. Kwa hiyo waliona kwenda mwana kwenda. Kafanya yote. Kwa hiyo I was like wao wote wamekuja kuniona kama tu ni Watanzania wengine. Hakuna mtu ambaye alikuwa na taarifa kamili. Hamna hata idea ile nyumbani walikuwa nakuona unaonesha kwamba unazungumza kwamba mimi napenda hiki. Na walikuwa wanataka wewe nani hasa? Yaani hatukulelewa kwenye mahaba hayo, yani kwamba unajulikana wewe unataka kufanya nini. Kwa hata chochote kwenye upande wa masomo sasa. Kuna ile mzazi anatamani mwanangu anataka awe daktari. Nataka awe nini? Ujue mimi kwanza nimekwambia nimezaliwa Moshi, nimeenda Singida. Singida nilikuwa nakaa na babangu mdogo wa babangu. Nimeishi kwake, ndo amenilea. Kwa hiyo it was not kama hivyo wewe unavyotaka kuwaza. Kama mzazi vile atakufuatilia. Yani it's not like it sijui shule vipi? Sijui kuna kikao cha wazazi, sijui matokeo. Yani wewe soma, utajua unafanyaje huko mbele. Kwa hiyo hivyo. Na okay. Sanaa yako imekufanikisha vipi kwenye maisha yako mpaka sasa hivi? Yaani naweza kusema kila kitu nilichonacho au kila kitu ambacho nimekifanya ni kwa sababu ya sanaa. Kwa sababu hivi nimefanya kazi za aina nyingine. Niliwahi.
Niliwahi. Lakini kila kitu unachoniona nacho ni sanaa kwa sababu ndio kitu ninachokifanya. Okay. Kila kitu yeah. Siwezi kusema ila tu Mungu ni mwema. Mungu ni mnavyoviona vipi sasa? Si ambavyo unatuonesha kwamba hamwezi kuona chochote. Yaani unavyoniona ndio hivi hivi ila tu Mungu ni mwema. Jua kali imenitoa mbali kiukweli. Jua kali imenitoa mbali. Nimefanya vitu vingi. Okay. So kwa miaka ijayo unamzungumzia vipi Lisa? Unamwona wapi kwa maneno matano tu? Matano hapo itakuwa changamoto. Labda niseme matano tu. Yeye unamwona wapi Lisa kwenye upande wa kazi zake kwa miaka mitano ijayo? Mitano. Unajua mimi nina tatizo ambalo yani umeona hapa nilipo hamna mtu niliwahi kumwambia. Kwa hiyo it's very complicated ila nitafanya vitu vingi. I want to do more. I want to do yani kuna vitu najifunza. Sasa hivi I'm doing acting lakini kuna vitu najifunza. Nataka kuja kuwa producer baadaye, nataka kuwa director. I want to do my own podcast. I want to do a lot of things. Wow. Yani hapa mmenifanya tu niseme lakini mimi vitu vyangu vingi sisemagi. Yeah. Siri, mafanikio siku zote mtu anakuambia weka mpaka kile kitu watu watakuja kuona baadaye kwamba fulani kafanya kitu fulani. Kwa sababu unavyosema vitu hujui nani anapanga nini, nani anakuangalia. Kuna watu wengine hawataki ufanye. Kuna mtu mwingine hataki. Okay. Kwa hiyo huwezi kujua. Kwa hiyo saa nyingine just keep it low until you're ready. Kila kitu kiko hapa sasa. Nimeshaweka setting hapa ndo naambia okay now I'm doing this guys. Okay. Let's go. Lakini ndio hivyo. Nani anakuinspire sana kwenye kazi zako? Kwenye kazi? Au yani ananiinspire kwenye kazi zako, kwenye uigizaji nje ya Tanzania, hapa Tanzania, nani unasema okay anafanya hivyo na mimi natamani siku moja nije nifanye zaidi ya pale? Unajua wakati niko mdogo nimeenda mbali. Yes, huko. Na wakati niko mdogo au ile tunajitafuta nilikuwa gani na unajua role models pia wanawaita. Lakini kiukweli kwanza nimekuwa sina role model tena because nimeacha kuidolize watu kwa sababu kabla sijaingia kwenye industry, kabla sijakuwa na hivi uelewa nilionao sasa hivi, nilikuwa na idolize watu wengi sana hata hapa Bongo. Yani kwa kuna mdada ukimwona nasema yani mimi lazima nije kuwa kama fulani. Sasa pataje jina. Lazima yani fulani. Mpaka picha zile tunabandika kwenye matranka. Lakini sasa back to real life, kuna watu unakuja unakutana nao unakuwa very disappointed. Unaona hada wana be like so baada ya kumjua mtu tofauti ya mtu mwana kwenye TV na unakutana naye sasa. Kwa sababu mara nyingi nje ya TV tuna fall in love na character. Yes. Kwa hiyo kumbe watu tu wako tofauti. Usimwadolize mtu. Kitu ninachotaka kuwashauri wananchi, especially vijana, wasichana wadogo hao na nini, usimwadolize mtu because you don't know that person. Screen hizi zina vitu vingi sana. Kwa mimi nataka kuwa mbali, nataka kufika mbali, nataka kufanya vitu vingi kiukubwa, lakini ukiniambia nikutajia eti role models fulani nampenda fulani, uongo. Okay. Uongo because kila mtu ana vitu vyake negative na nini. Kwa hiyo tunajaribu kuchukua kwenye wale wazuri, unachukua hichi, unachukua hichi. Yeah. Lakini all in all ninaweza kusema kwamba mimi kwa Lamata najifunza vitu vingi sana. Natamani niendelee kujifunza. Sijawahi kukutana na mwanamke wa vile yani. Kwa hiyo nadhani yule anaweza kuwa role model wa sisi wengi sana. Okay, ukimzungumzia Lamata ni mwanamke wa aina gani hasa kwa wewe ambavyo umemfahamu? Yani Lamata ni yani wanasemaje ile, kuna ile kauli wanasema unavyotaka anataka. Yani ukitaka dada anakuwa dada, ukitaka mama anakuwa mama, ni rafiki, ni mshauri. Mimi hata hayo depression si manini ya mahusiano yao nakwambia nisingevuka bila Lamata. Yeah, alikuwa gani ni mtu ambaye anaweza akasikia Lisa huko sijui wamegombana sio nini mafujo makelele. Yeye ndo mtu wa kwanza atapiga simu, ataongea, atakwambia hivi unajielewa? Hivi ushakutana na mtu ambaye anakwambia hivi unajielewa? Hivi una kioo kwenu? Unajiangalia kweli? Unajiona ulivyo? Yaani vitu unavyofanya Lisa na wewe ni tofauti. Wake up. Unapoteza muda. Kweli. Unapoteza muda. Yani alikuwa ananisema sana. Kwa hiyo ni katika watu ambao wamenivusha sehemu ambao huenda nisingevuka. Okay. Kwa akili zangu na ushauri wa watu tu wa kawaida. Na neno gani hasa huwa anakusii
ama jambo gani ambalo alishakusii mpaka kichwani mpaka sasa hivi lipo unasema okay, utafuata hivi? Tafuta, fanya kazi, tafuta Make hela. your own money. Wanaume wapo tu. Ukiwa na hela utamchagua wewe unamtaka nani, na ukiwa na hela pia mwanaume hawezi kusumbua kama hauna kabisa. Yes. So lazima uwe bilionea lakini just have something for yourself, especially sisi wanawake. Protect yourself, kwa sababu mara nyingi wanaume ambao tunaona ndio wenyewe ndio tunawataka ndio wenyewe. Sawa. Tunawataka, tunasema tunapenda hela, tunapenda ndio, lakini yule akishajua wewe ndo unataka kila kitu kinatoka kwake, yeye inakuwa changamoto. Now that's a problem. Okay. Okay, sawa. Kuna yule binti ambaye anamfuatilia Lisa, anamuona kwenye kazi zake, anatamani kuingia kwenye industry ya uigizaji na vitu kama hivyo. Una nini la kumwambia hasa? Anayetaka kuigiza huyo? Hata katika maisha, ushauri kama dada. Kwanza kwa wanafunzi. Hebu kuna wanafunzi wanafunzi wengi wadogo zetu wadogo wamejaa DM. Wanataka connection na Lamata, wanataka kuigiza, wanataka sijui nini. Kuna mtu mwingine unakuta kabisa anakuandikia barua, mimi nina shida, mamangu anaumwa hivi na hivi na hivi, naomba nitafutie nafasi na mimi. Lakini ukweli ni kwamba ukiwa msanii mdogo kama hivyo ndo unatafuta nafasi, wewe huwezi kuja kupata nafasi mtu akakulipa ukamsaidia sijui mama yako sijui nani sijui nani, umeelewa? Kwa hiyo yani bora mtu utafute kwanza namna nyingine. Sanaa inahitaji sacrifice. You need to sacrifice a lot. Especially muda wako na vitu vingine vingi ambavyo kama una haraka sana ya kupata hela utachelewa. Kwa hiyo kama unaweza mtu afanye kwanza vitu vyake. Ukiwa una stability fulani hivi, unajua bana naweza nikaenda nikaenda shooting, nikaenda mazoezini labda au nikafanya nini fanya. Lakini kama bado sikushauri uingie kwenye sanaa, because sanaa needs a lot of sacrifices. Ni lazima usacrifice muda. Utafanya sana kazi bure because now watu lazima wakuone ndio wakupe kazi. Mimi nitaamini vipi kama wewe unaweza? Lazima utoe kwanza, uoneshe, baadaye ukijipata sasa. Lazima ujitoe. Kwa hiyo yani it takes time, patience. Sio kwamba tu nataka kuigiza mimi sijui nimsaidie nani leo. No. Okay. It doesn't work like that. Okay. Na matamanio yako ya kuja kufanya kazi na wasanii wengine wa huko nje ya Tanzania? Wengi. That's like for everybody. Wengi Tanzania, East Africa. Lakini sasa hivi yani ninahisi kichatongo kiko sawa, yani wa South Africa wananichanganya kidogo. Yeah. Sasa hivi nawaangalia sana wa South because wao soko lao liko juu, limekuwa kubwa, hata ukiwaangalia series zao za moto. Kwa hiyo si wenyewe tuko vizuri, tunapambana, tuko hapo nyuma yao, lakini sawa bana. Mimi nimefurahi sana kusikia kwa yote ambayo umeshare hapa kwenye The Journey, and hopefully kwa yule ambaye anatazama sasa hivi na yeye amepata kitu kutoka kwa Lisa. Karibu sana wakati mwingine tena.